Karibu ndugu mtazamaji wa channel ya IMS Tanzania ni Western Field. Kwa majina naitwa Gabriel Atanas Temanya. Tunaendelea na unabii wa kitabu cha Danieli sura ile ya 6. Katika kipindi kilichopita tuliishia sehemu ambayo wale mawaziri ama maliwali wa mfalme Dario waliweza kupendekeza sheria, na sheria hiyo ilikuwa inasema mtu yeyote katika ufalme wa Dario hakutakiwa kuabudu kwa Mungu yeyote bali kwa mfalme kwa muda wa siku 30. Ambaye angeonekana anaomba dua kwa Mungu mwingine tofauti na mfalme, basi angekabiliwa na adhabu ya kutupwa kwenye tundu la. Hii yote tuliona kwamba ni kwa sababu ya wivu na kijicho cha maliwali hawa, kwa sababu Danieli alikuwa amewekwa juu ya maliwali wote, na wote walipaswa kutoa hesabu kwake, na yeye akitoa hesabu ya utumishi kwa mfalme. Leo tunaendelea, tuliona kwamba hiyo sheria ilitiwa saini na mfalme. Mfalme mwenyewe hakujua kwamba anawekwa majaribuni, kwamba kupitia yale mapendekezo ya sheria, ule mswada ulioletwa kwake, hakujua kwamba ule mswada ni kitu fulani ambacho kinatafutwa na hawa maliwali, kwamba ni mtu fulani anatafutwa ili kwamba awekwe katika mtego. Ndivyo ambavyo itakavyokuwa hata kwa wakati huu wa mwisho. Tunapoelekea wakati wa mwisho, tunao unabii unaotuambia kwamba sheria za kidini zitatangazwa. Ukweli ni kwamba kama ambavyo maliwali ambao walitunga njama wakatunga sheria ya kumkandamiza huyu Danieli ambaye alikuwa kinyume cha maliwali wengi, alikuwa anamtukuza Mungu wa mbinguni, lakini wao hawamheshimu wala kumtukuza Mungu wa mbinguni. Wakaona wivu kwa kitendo cha Danieli mwenyewe kuwekwa sehemu ya juu, kitengo cha juu sana. Ndivyo wakatunga sheria, wakapendekeza sheria, wakaweka mswada kwenda kwa mfalme akatie saini, ili kwamba kumweka mtegoni huyu Danieli anayemcha Mungu wa mbinguni. Ndivyo ambavyo itakavyokuwa kwa wakati huu wa mwisho. Tunaposoma katika kitabu cha Ufunuo 13 tunaona kwamba kuna swala la chapa ya mnyama. Chapa ya mnyama ambayo itatangazwa, itafanywa kuwa sheria, na mtu yeyote asipoipokea hawezi kuuza wala kununua na wengine, ama kuuawa kabisa kwa mtu asiyeipokea. Kwa nini hii chapa ya mnyama? Tutakapokuwa tunaendelea kujifunza unabii huu wa Danieli na Ufunuo, tutaona chapa ya mnyama ni sheria ya kidini, ni sheria za kidini, ni sheria ya ibada ya Jumapili kwa watu wote. Na sheria hii itapendekezwa na watu wa dini, watamshinikiza mfalme. Kuanzia taifa la Marekani, rais atashinikizwa na wanasiasa wenye mtazamo wa kidini, lakini na viongozi wa kidini katika taifa hilo, ili kwamba aweke sheria hiyo ya kidini, na kwamba mtu ambaye ataenda kinyume na sheria hiyo hataweza kuuza wala kununua, au atapaswa kuuawa. Kwa hiyo watu wa Mungu watakaokuwa wanatafutwa ni watu wa Mungu, ili kwamba wawekwe mtegoni, kwa sababu vita ya shetani ni kwa wanaozishika na kuzitii amri za Mungu. Hivyo anawaweka katika mtego ama katika majaribu ya kuuawa, ili waweze kuikana sheria ya Mungu. Kwa hiyo yaliyotokea kipindi cha nyuma, kipindi hiki cha mfalme Dario, Danieli akishurutishwa ama watu wakishurutishwa kumwabudu mfalme, kuabudu miungu mingine, na wakionekana wanaabudu Mungu mwingine wakabiliwe na adhabu kama yalivyotokea, yatatokea tena katika kipindi hiki tunachoishi na kipindi kinachofuata muda si mrefu mbele. Kwa hiyo tunapaswa kujiandaa sana, tutakabiliwa na majaribu yale yale ambayo wenzetu walikabiliana nayo.
Kwa hiyo baada ya sheria ile kutiwa saini na mfalme kwamba mtu yeyote asiabudu mungu mwingine yoyote isipokuwa mfalme kwa muda wa siku 30, hiyo sheria Danieli alitambua vizuri na alijua kwamba njama hiyo ilikuwa imeandaliwa kwa ajili yake, alitambua wazi, lakini hakuchukua hatua zozote zile za kuizuia wala kuipinga. Hakuchukua hatua zozote za kuzuia sheria hiyo, bali alijikabidhi tu kwa Mungu, akajikabidhi kwa Mungu ili Mungu mwenyewe ampiganie, kwa sababu tayari sheria imeshasainiwa. Danieli hakujiondoa kwenye ufalme labda kwa visingizio vyovyote ili kwamba kuepuka huo mtego, bali aliendelea kujikabidhi kwa Mungu na wala hakufanya ibada kwa siri, maana ilikuwa kawaida yake kufanya ibada kwa Mungu, wazi wazi. Hakubadilisha utaratibu wake aanze kufanya ibada kwa siri ili wasimuone. Mambo yote aliyakabidhi kwa Mungu. Kama ilivyokuwa utaratibu wa dua zake kila siku, ndivyo ambavyo utaratibu huo uliendelea kama kawaida. Danieli 10, Danieli 6 mstari wa 10 nasema, hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamwona Danieli akiomba dua na kusihi mbele za Mungu wake. Ndipo wakakaribia wakasema mbele ya mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme, je, hukuitia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako, mfalme, atatupwa katika tundu la simba? Mfalme akajibu akasema, neno hili ni kweli, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wana wa wale waliohamishwa wa Yuda hakujali wewe, mfalme, wala ile marufuku ulioitia sahihi, bali aomba dua mara 3 kila siku. Basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana, akakaza moyo wake ili kumponya Danieli, akajitabisha kumwokoa hata jua likachwa. Habari zilipomfikia Dario kwamba Danieli anaomba dua kwa Mungu wake, tofauti na ile sheria ile ambayo ameitia saini yeye mwenyewe, alihuzunika sana. Alitumia siku nzima kuwaomba wale wenye mamlaka, wale maliwali, kuwaomba na kutafuta njia fulani ili kwamba aweze kumuokoa rafiki yake mpendwa, kwa sababu mfalme Dario alimpenda sana Danieli. Na ukumbuke kwamba Dario wakati anasaini ile sheria hakujua kwamba kuna watu wanaenda kuwekwa mtegoni. Yeye hakujua, lakini wale waliopendekeza ile sheria walijua wanachokifanya. Kwa hiyo sasa mfalme anakuja kugundua kwamba huu ulikuwa mtego kwa mtu ambaye nampenda sana. Tayari ameshachelewa, ameshasaini na hawezi kubadilisha maamuzi, kwa sababu tayari sheria ameshaitia saini, na sheria ya Wamedi na Waajemi haibadiliki, ilikuwa ni utamaduni wao. Hivyo sasa akawaomba sana maliwali hawa kwamba na mawaziri kwamba naomba jamani, kwa namna yote huyu mtu hii sheria, yani kwa namna yote akawaomba. Maana yake sasa hawezi akatumia mamlaka yake tena ya kifalme, kwa sababu tayari sheria ameshaitia saini. Lazima atumie busara hata za unyenyekevu sana, ili kwamba angalau hawa wakubali kubadilisha hii sheria. Lakini kwa tabasamu ya kishetani, hawa watu waliokuwa wanajua wanachokifanya walimjibu mfalme
katika Danieli 6:15 wanasema, jua mfalme kwamba sheria ya Wamedi na Wajemi ni hii, kwamba hakuna amri wala agizo lolote analoweka mfalme linaloweza kubadilishwa. Kwa hiyo mfalme alikuwa ameshajifunga tayari, ameshatia saini, kwa hiyo hakuna kinachoweza kubadilika. Kwa hiyo hakuwa na namna yoyote ya kumwokoa Danieli. Hivyo sasa akasubiri tu matokeo, hakuna namna. Sikiliza ndugu mtazamaji, kuna kitu kizuri sana na cha ajabu sana na chenye kuleta tumaini ambacho kipo katika kisa hiki cha sura ya 6 ya Danieli, baada ya mfalme kufanya kila analoweza ili kumwokoa Danieli na ikashindikana. Kuna siri moja ambayo mara nyingi tunapojaribiwa, hata sisi wanadamu huwa tunasahau kabisa. Huwa tukitumia akili zetu zote katika kutatua jambo fulani, inaposhindikana kabisa, tunaona kwamba hapa mimi ni wakufa, au nitafute njia yoyote ile, hata kama ni ya kuvunja sheria ya Mungu ili nijiokoe. Hatujui kwamba pale ambapo akili zetu na uwezo wetu na juhudi zetu zimefikia mwisho, hapo ndipo Mungu anaanzia kufanya. Yaani anasubiri Mungu hatua ambayo sasa umekiri kwa kinywa chako, kwa moyo wako wote kwamba hapa mimi siwezi, Mungu nisaidie. Hapo ndipo Mungu anaanza kufanya sasa. Lakini sehemu ambayo unaweza ukaifanya anaacha na anakusaidia tu, anashirikiana na wewe ili ufanye, lakini ikifikia hatua wewe huwezi, unatakiwa kukiri kwamba mimi hapa Mungu siwezi, nisaidie. Mungu anaingilia hapo muda huo huo. Mikono ya mwanadamu ama ya wanadamu inapofungwa na kukosekana kwa uwezo wowote duniani wa kumsaidia mtu wake, ya kumsaidia mtu wa Mungu, hapo ndipo fursa ya Mungu inakuwa. Pale ambapo watu wa Mungu wanapokuwa katika shida fulani, sheria za dunia hii zinazotetea pengine uhuru wa dini, zinazotetea wanyonge na maskini, zinaposhindwa kufanya kazi yake ili kuwasaidia hao watu, basi hapo ndipo fursa ya Mungu kuingilia kati inakuwepo. Danieli wakati anaenda kuomba alijua kile ambacho kinaenda kutokea, kwa sababu alijua kwamba sheria hii iliyotiwa saini ina hukumu hii. Hivyo alijikabidhi kwa Mungu. Yeye mwenyewe moyo wake ulikuwa umefungamana na mbingu, alikuwa amejikabidhi mbele ya Mungu ili kwamba hakuna yeyote angeweza kupokonya uhai wake isipokuwa Mungu mwenyewe ameruhusu. Kama Mungu hajaruhusu, basi hakuna yeyote angeweza kumpokonya uhai wake, kama ilivyoandikwa katika vitabu vya roho ya unabii kwamba baada ya sheria ya Jumapili kuiva sana, kukomaa sana, tangu wakati itakapotangazwa, itafikia hatua itatangazwa watunza sabato wote wauawe. Itakuwa ni halali kabisa kwa wao kuuawa, kwa sababu watakuwa wanahesabiwa kuwa ni wavunja sheria, kama ilivyosema katika kitabu cha Ufunuo 13 kwamba wale ambao hawapokei chapa ya mnyama wauawe. Maandiko yanaeleza kwamba wakati sheria itakapotangazwa kwamba watunza sabato wauawe, kuanzia muda huo Mungu naye atabatilisha kifo kwa watu wake. Maana yake ni kwamba mamlaka za dunia zitakuwa hazina nafasi tena ya kuwasaidia hawa watu ambao ni watunza sabato, ya kuwaepusha na hatari ya kuuawa. Itakuwa ni sheria dunia nzima imehalalisha kuuawa kwao, na hapo ndipo Mungu ataingilia moja kwa moja, naye atabatilisha kifo, na hakuna mmoja ambaye atakufa. Ndivyo ambavyo hata kwa Danieli, baada ya sheria hii kutiwa saini, Mungu naye alitia saini upande wa pili kwamba hakuna atakaye kufa kwenye tundu la simba,
hakuna atakaye kufa kutokana na sheria hii. Yule ambaye wanamtafuta kwa kutia saini sheria hii, basi wametia saini ili kutafuta kumuua, na Mungu naye akasema hata kufa. Danieli na Dario walikutana tu kwenye lango la tundu la simba, maana sasa hakukuwa na namna ya Dario kumwokoa rafiki yake Danieli. Maneno ya mwisho ya Dario yalionyesha jinsi gani alikuwa amewekwa mtegoni. Maneno ya Dario ya mwisho kwa Danieli yalionyesha jinsi gani alikuwa anampenda Danieli na hakuwa na uwezo wa kumwokoa. Sasa maneno haya aliyasema katika kitabu cha Danieli 6 mstari wa 16, sehemu ya mwisho anasema, mfalme akanena akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Unaweza ukajiuliza hii imani kwa Mungu wa Danieli aliitoa wapi huyu mfalme Dario? Ni kwamba aliitoa kwa Danieli mwenyewe, kwa sababu alikuwa karibu sana na Danieli na aliona jinsi ambavyo Mungu anatenda, Mungu wa Danieli anatenda. Hivyo laiti kama angejua ile sheria aliyokuwa na isaini, angejua hii sheria inapingana na Mungu wa Danieli, basi naamini kwamba angekataa kusaini ile sheria. Lakini maneno haya ya mwisho kwa Danieli yalionyesha jinsi ambavyo mfalme Dario alikuwa na imani na Mungu wa mbinguni na Mungu wa Danieli, lakini tu ni kwa sababu alishaingizwa tayari kwenye mtego, hakuwa na namna ya kufanya. Danieli alitumbukizwa ndani ya shimo lile ama lile tundu la wanyama wakali wa mwituni wajulikanao kama simba. Inaweza kuwa kwamba kulikuwa na hofu kwamba shetani mara nyingi huwa anatenda kazi kwa hofu sana. Anatenda kazi kwa hofu, ila na yeye anajaribu kutuingizia hizo hofu ili tuwe kama yeye, jinsi ambavyo kazi zake anavyozitenda, anazitenda kwa hofu ya kumwogopa Mungu. Anapopigana vita huwa ana mashaka kwamba hii vita kweli nimeishinda, anakuwa ana mashaka sana. Pamoja na kwamba Danieli alitumbukizwa ndani ya shimo la simba, lakini bado akawa na mashaka kwamba kuna watu pengine wanaweza wakaja kumuokoa humu. Kwa hiyo inatakiwa muhuri utiwe saini, muhuri utiwe juu ya lile shimo, ili kwamba mtu yeyote asije akajaribu kumuokoa mtu aliyetumbukizwa mle, kusudi lile la kumwangamiza yule mtu lisibadilike. Kama alivyofanya kwa Danieli, lile tundu pale juu, mfuniko ule wa tundu la simba ulitiwa saini ya mfalme, ili mtu yeyote asiweze kumuokoa yule mtu, ama kusudi lile lisiweze kubadilika. Miaka mingi baadaye, baada ya Danieli, alifanya vile vile kwa Yesu mwana wa Mungu. Kwa muhuri wa Kirumi, Yesu mwana wa Mungu akiwa kaburini, lile jiwe lililofunga kaburi la Yesu lilitiwa saini kwa muhuri, lilitiwa muhuri wa Kirumi, ili kwamba mtu yeyote asije akajaribu hata kuiba mwili ama kufanya namna yoyote. Yaani mpaka shetani amehakikisha Yesu amekufa, lakini bado ana mashaka na ushindi wake. Kama ilivyokuwa kwa Danieli, kwa Yesu pia ilijirudia vile vile, ana mashaka na ushindi wake. Hata yule aliyekufa anafikiri kwamba atapigana naye vita ili amshinde. Lakini wokovu wa Mungu haukutegemea jiwe ama mfuniko wa tundu la simba. Wokovu wa Mungu uliingia huko ndani
ambako Danieli aliko bila kuondoa ule mfuniko, ili kuona kwamba, kumuonesha shetani kwamba Mungu popote pale yupo anaweza akamuokoa mtu wake. Hategemei watu waje watoe lile jiwe wamuokoe yule mtu kule ndani, watakuta ameshakufa tayari, maana simba ni wakali sana. Mungu anawahi kule ndani bila kubugudhi, bila kuondoa mfuniko wa shimo, anaenda kule ndani, kama ilivyokuwa kwa Yesu. Malaika hakuja kwenye lile jiwe, hakuwa na shida na lile jiwe, bali aliingia ndani ya tundu. Aliingia ndani ya tundu kumpokea Yesu Kristo Masihi aliyeshinda na aliyemaliza kazi yake ya utume ya kumuokoa mwanadamu. Danieli alipoingia kule ndani ya tundu lile la simba, malaika mwenye nguvu alitumwa ili kumuokoa Danieli. Wakati Danieli yupo kule, simba wale wakali wenye njaa walikaa kumzunguka kama ndio walinzi wake, simba ambao walitegemewa kuwa maadui zake kumlalua na kumla, walikaa kumlinda Danieli, wakawa kama walinzi wa Danieli, wakimzunguka na kumlamba miguu, yaani kama Adamu alivyokuwa katika bustani ya Edeni, akiishi kwa amani sana na wanyama. Kwa hiyo katika tundu lile la simba, Danieli alipitia ama alionja maisha ya mbinguni yatakavyokuwa, ya kuishi na wanyama wakali kwa amani. Shetani alitegemea Danieli atakutana na wanyama wakali wamlalue afe, ili shetani ajitangazie ushindi, lakini badala yake Mungu akamuonyesha maisha ya mbinguni mtumishi wake akiwa kule, maisha ya nchi mpya ambayo atakuwa ya amani sana, ya kuishi na wanyama ambao sasa ni wakali, ni maadui zetu, lakini wakakaa naye kwa amani kabisa, akiwa kama mtawala wa viumbe vyote. Lakini huku nje moyo wa mfalme ulikuwa na huzuni sana. Alitumia usiku kucha akifunga na kuomba. Sijui hata alikuwa anaomba kwa Mungu gani, sijui ni kwa Mungu wake ama kwa Mungu wa Danieli, ili kwamba yani anaumia kwa maamuzi aliyofanya, anajilaumu kwa kutia saini ile sheria. Anataka sasa angalau Mungu wa Danieli amuokoe Danieli. Alfajiri na mapema, yani siku hiyo hakulala mfalme. Alfajiri na mapema akaamka asubuhi sana, akakimbilia kule kwenye shimo. Yani kabla hata hajalisogelea lile shimo, utaona jinsi gani mfalme Dario alikuwa na imani na Mungu wa Danieli. Alikuwa anajua Mungu wa Danieli hafeli, hashindwi. Kabla hajalisogelea hata shimo, akapaza sauti akasema, Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima ameweza kukuokoa kutoka kwa simba? Ndipo kutoka ndani ya shimo yakaja maneno ya furaha ama ya faraja kutoka kwa Danieli. Akajibu akasema, Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye amefunga vinywa vya simba. Ni jambo la ajabu sana. Najua mfalme aliona furaha ya pekee ambayo majuto yake angalau yalipunguzwa kwa Danieli kupona katika lile tundu la simba. Kama Danieli angekufa, basi ingekuwa majuto makubwa sana kwa mfalme. Kama ambavyo kabla hawajafika kwenye kaburi ambamo Yesu alizikwa, kabla
hawajafika, wale walioenda, wale wanawake walioenda kumwangalia Yesu, kabla hawajafika hata kwenye ile tundu, waliambiwa hayupo hapa, bali amefufuka. Kwa nini mwamtafuta aliye hai miongoni mwa wafu? Ndiyo sauti ambayo walikutana nayo, sauti ya faraja, japo ilikuwa ni ya kuwashangaza, ya kuwastaajabisha, lakini ilikuwa ya faraja kwao, maana walikuwa na huzuni kwamba rafiki yetu Yesu tumekuwa naye sasa amekufa. Kama ambavyo mfalme alikuwa na urafiki sana wa Danieli, akasema sasa Danieli amekufa, lakini wakati anakimbilia katika lile tundu la simba alikutana na maneno ya faraja ya kwamba Danieli ameponywa kutoka kwenye vinywa vya simba. Hakuna jeraha lolote alilopatikana nalo Danieli alipotoka katika lile shimo ama tundu la simba. Huyu Danieli anasimama kama mwakilishi wa Kristo kabisa. Uhusika wake ameuvaa sawasawa na uhusika wa Kristo. Tutaendelea kuona huko mbele jinsi ambavyo Danieli amevaa uhusika wa Kristo mara nyingi sana. Kwa hiyo kazi na utumishi na utume wa Kristo duniani umeanza kuoneshwa kwa mifano hai tangu katika Agano la Kale. Mifano hai, watu walivaa uhusika wa Kristo mwenyewe, ili kwamba yatakapotimia basi watu wasione hayo mambo ni mapya, kwa sababu Mungu aliwafunulia hapo awali kwa mifano. Utaona hata katika kitabu cha Ezekieli, Mungu alimfanya Ezekieli avae uhusika kiuhalisia, si kwa mfano tu. Katika kitabu cha Ezekieli, Ezekieli mwenyewe alivalishwa uhusika wa kutisha sana. Aliambiwa mke wake atakufa. Alipewa maono ya mke wake atakufa, lakini asiomboleze wala kulia, akiwa ana maono yale yalikuwa yanamwambia kitu hicho kitamtokea kwa uhalisia, na kweli mke wake akafa na hakutakiwa kuomboleza. Nini ambacho kilikuwa kinaashiriwa katika mambo hayo? Ni kwamba kama ambavyo Yerusalemu ingeangamizwa, Mungu angeruhusu iangamie, iteketezwe bila yeye kujuta kwa sababu ya uasi wa watu wa Israeli, ndivyo ambavyo nabii Ezekieli hakutakiwa kuomboleza kwa kifo cha mke wake. Yerusalemu inachukuliwa kama bibi harusi ama mke, na mume ndiyo Mungu. Kwa hiyo Mungu aliruhusu mke wake Yerusalemu aangamizwe na hakujuta kwa sababu ya uasi wake. Kwa hiyo kwa kutumia mfano hai kwa nabii wake mwenyewe akaruhusu mke wake mpendwa afe, na anaambiwa Ezekieli asiomboleze. Hivyo Ezekieli alivaa uhusika wa Mungu mwenyewe, kama yeye ndiyo Mungu mwenyewe, anavishwa uhusika kabisa, uhalisia. Ndivyo ambavyo Danieli amevalishwa uhusika wa Yesu Kristo mwenyewe kwa mifano hai, kwa vitendo hai katika maisha ya kimwili. Yesu alipokuja, wale waliokuwa wanasoma maandiko vizuri, basi hawakushindwa kuelewa kwamba huyu ndiye Masihi aliyetabiriwa, kwa sababu mifano mingi katika Agano la Kale. Ndio maana na yeye alisema kwamba Torati na manabii hunishuhudia mimi. Vyote vilikuwa vinamshuhudia yeye, na kweli vilikuwa vinamshuhudia yeye. Ilitolewa amri kwamba mfalme, katika Danieli 6 mstari wa 24 anasema, mfalme akaamuru, nao wakawaleta wale watu waliomshtaki Danieli, wakawatupa katika tundu la simba, wao na watoto wao na wake zao, na wale simba wakawashinda, wakaivunja mifupa yao vipande vipande kabla hawajafika chini ya tundu.
Kitendo hiki cha Danieli kupona katika tundu la simba, kwa sababu hii sheria ilitiwa saini na mfalme na kutangazwa kwa wote waliokuwa, mataifa yote yaliyokuwa chini ya ufalme wa Wamedi. Hivyo sasa kitendo cha Danieli kupona katika tundu la simba ilikuwa ni injili kubwa na yenye nguvu sana kwa ufalme wote wa Wamedi. Na hawa waliotunga sheria hizi, waliomshtaki Danieli, wakatupwa katika lile tundu, na hawakufika hata chini ya tundu la simba, waliliwa wakiwa angani. Dario, imani ya Dario kwa Mungu wa Danieli ilithibitishwa zaidi, ikasimamishwa zaidi, ili kwamba aendelee kumtukuza Mungu wa mbinguni. Na kitu cha kujifunza hapa kwamba daima Mungu anataka kila mtu amjue yeye na mwanaye, kama inavyosema katika kitabu cha Yohana 17 mstari wa 3, wakujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma, na huo ndio uzima wa milele. Mungu anapotukutanisha na watu mbalimbali, anataka tuwasaidie wale watu kumjua yeye na Yesu Kristo aliyemtuma, ili na wao wapate uzima wa milele. Dario ilithibitishwa imani yake kwa Mungu wa Danieli, ama kwa Mungu wa Israeli, Mungu wa mbinguni, kwa kupitia Danieli. Hivyo ndivyo ambavyo sisi tuna wajibu wa kufanya katika dunia hii. Unapokutanishwa na watu, unajua kweli kuhusu Mungu wa mbinguni, waambie hao watu, la sivyo utadaiwa damu zao, utaangamia pamoja nao. Matukio hayo yalikuwa ishara ya kwamba Mungu wa Israeli alikuwa pamoja na watu wake kule utumwani. Hawakutakiwa kujisikia kwamba Mungu ameruhusu kwenda utumwani wajisikie kama watu waliotupwa na kuachwa, bali matendo yake kule Babeli, matendo yake chini ya ufalme wa Wamedi hata na Waajemi, basi yalikuwa ushuhuda kwamba yuko miongoni mwao. Mungu hawaachi watu wake kamwe, bali wao ndio wanamuacha. Hatutakiwi kujisikia hata kwa dakika moja kwamba mimi Mungu ameniacha, bali jisikie wewe ndio umemuacha. Na kama wewe ndio umemuacha, basi unayo fursa ya kurejea kwake tena, maana yeye yupo tu anasubiri. Anatuambia, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na mizigo na wenye kulemewa, nami nitawapumzisha. Tunaomkimbia ni sisi, tuliomwacha ni sisi, bali tunapaswa sasa kumrejea. Tunapojihisi upweke, tunapojihisi kukosa faraja, kukosa tumaini, ni kwamba sisi ndio tumekaa mbali, tumesogea mbali na Mungu. Tunapaswa kumsogelea, tunapaswa kumkaribia ili atusaidie, awe pamoja nasi. Katika mapito hayo mbalimbali, Danieli alikuwa anaimarishwa, alikuwa anapandishwa ngazi ziwe hasa za kiroho. Baada ya hapa, Danieli alipata fursa ya kuonyeshwa mambo makubwa sana ya kiunabii na ya kiroho ambayo ni Yohana wa Ufunuo ambaye amekuja kuyafunua yale ambayo Danieli alionyeshwa. Funuo, ndio maana tunasema kwamba unabii wa Danieli ni unabii makini sana ambao utatufanya kuiona dunia kama ambavyo teknolojia inafanya tuione dunia iko kiganjani. Ndivyo ambavyo unabii wa Danieli ukieleweka kwa kila mtu, basi utatufanya tuelewe ulimwengu wa kiroho vizuri zaidi, tuelewe ulimwengu wa kimwili vizuri zaidi, hasa katika kipindi chetu hiki cha mwisho tunachoishi. Bwana tusaidie sana. Mambo haya walioyapitia wenzetu akina Danieli
ya kukabiliwa na majaribu makali hata ya kifo, ili kutetea ibada ya Mungu, ibada kwa Mungu. Majaribu haya si mbali tu yatatukuta, si mbali yatakuja hata katika wakati wetu. Tunajiandaaje? Je, tunapalilia tabia zetu sasa ili kujiandaa na majaribu hayo? Hilo ndio swali la kujiuliza. Hatupaswi kukaa kizembe, hatupaswi kukaa bila kujishughulisha. Tumwombe Mungu atupatie haki yake. Kwa haki yake tutaweza kushinda, lakini kwa haki yetu sisi wenyewe hatutaweza kushinda majaribu hayo. Maana wakati unakuja ambapo wale ambao walizishika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu, hao ndio pekee watakaosimama wakati wa jaribu kuu la mwisho. Bwana tusaidie sana, tukaendelee kutafakari unabii huu wa Danieli ambao ni wa muhimu sana katika kipindi chetu. Bwana kubariki mtazamaji. Kama una swali lolote, una jambo lolote, unaweza ukaweka kwenye komenti hapo, tukaweza kufanyia kazi. Lakini pia kama unaweza kutumia nambari ya simu, tumia nambari ya simu 0686877712 0686877712 au 0748208437. Nashukuru sana kwa kushiriki katika somo hili na nikutakie muda mwema.